dakika 5 nilielezwa mwanzo kwamba ni mchango, sitoi mada wala sitoi mawaidha, isipokuwa ni mchango kama taakibu ya yale ambayo yamezungumzwa na mashekhe zetu. Dakika 5 hizi nizitumie katika labda kuleta majumuisho ama taakibu. Nadhani ni lengo langu ni hilo. Inshallah mtanuia radhi, protocol imezingatiwa kwa sababu muda wenyewe dakika 5. Katika dakika 5 hizi nilipendelea ni kuelezeni vitu viwili katika uchambuzi wa nilivyofahamu mimi, na ninadhani nyinyi mmefahamu hivyo, na vile vile tutoe katika khutwa amalia katika tuseme kwamba labda utekelezaji wa kivitendo wa haya ambayo tumepewa na saa hapa. Hilo ndio muhimu. Tusitoke tu kwamba fulani alisema vizuri halafu hakuna matokeo ya yale mazuri aliyoyasema, ama fulani hakusema vizuri halafu tukashindwa kutafuta mazuri kubadilisha yale ambayo si mazuri aliyosema fulani. Huu ndio utaratibu wa mazungumzo. Lazima utoke na khutwa amalia ya kivitendo yenye tija katika yaliyozungumzwa. Sasa ni hivi, moja katika hayo ni kupeni mfano mzuri sana wa maneno ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siku moja alikaa Anas bin Malik, amekaa na watu wa zama zake, sio sisi zama zake. Akasema, innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqu min ayunikum min ash-sha'r. Alafu akasema, wa in kunna la na'udduha fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-mubiqat. Anasema ninyi mnafanya mambo hayo katika macho yenu nyinyi mnayaona kama ni madogo kuliko unywele, lakini mambo hayo sisi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunazingatia kwamba yanaangamiza. Hili ni neno ambalo linatokana na yale yaliyozungumzwa na mashekhe zangu hapa nyuma, kwamba haya yanayozungumziwa, haya yanayozunguka, yakiwa si naba, ni habari hizi, basi ni kweli tusiyachukulie katika udogo na tusidharau mambo hayo. Ni kwamba mambo hayo kama hatutawekea utaratibu mzuri wa kujiepusha na mambo hayo, ama na hisia hizo, ama na fikra hizo, ama na habari hizo, basi maana yake itakuwa ni katika mambo ambayo yanaweza yakaangamiza jamii yetu, yakaangamiza mji wetu, yakaangamiza familia zetu, na yakatuangamiza wenyewe. Kwa hiyo mambo haya yanazungumzwa katika sura ya salbi ya hasi, basi tuachukulie kwa tahadhari na tuwekee taratibu ya kutoyakubali na kutoyaendea. Hilo ni moja. Lakini la pili tena ni sasa tunafanya nini? Nikisema tunafanya nini, ninakusudia hebu turejee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa kanuni moja nzuri sana. Kanuni yenyewe ni kwamba palitokea tatizo la kutaka kuvunjika amani katika mji wa Maka. Narejea tena, palitokea tatizo la kuashiria kutaka kuvunjika amani katika mji wa Maka. Tatizo hilo linafahamika sana, ambayo lilipelekea kikipatikana kitu katika historia wanatuambia ni hilful fudhuli. Napokusudia hivyo ni kwamba haraka dakika moja tu, bwana mmoja, mtu mmoja tu na ufedhuli wake alifanya dhulma. Al-Asi ibn Wa'il ni tajiri mkubwa Maka, alifanya dhulma, kamdhulumu bwana mmoja katoka Yemen katika kabila za Zabidi kama sijasahau, kamdhulumu yule mtu bwana. Lakini jambo wakati wa dhulma inafanyika, jambo lilikuwa ni dogo sana, kawaida la ndani. Lakini jambo lile, yule aliyodhulumiwa alijaribu kutafuta kujinusuru na dhulma. Aliamua kutoka akapanda katika mlima wa Abi Qubais, akaanza kuzungumza ile dhulma aliyofanyiwa na mtu fulani katika mji wa Maka ule. Jambo lile lilivyotoka likawa ni kubwa. Nataka tuelewane, likawa ni kubwa kwa sababu tayari limeshaashiria kwamba watu watakayemnusuru mtu huyu bwana wa Yemen aliyodhulumiwa lazima watapatikana, na inawezekana wakatoka huko Yemen kwenyewe wakaja kwamba kuna mtu amedhulumiwa, ama wapenda haki mji ule wa Maka bila shaka ongeza wakatoka kumnusuru yule mtu bwana.
Al-As bin Wa'il aliyofanya dhulma, maana yake na yeye ana awani, ana wasaidizi wake, ana watu wake wangeweza kutoka kumnusuru yeye. Maana yake nini kingetokea hapa? Kingetokea jambo au lingetokea jambo la uvunjifu wa amani. Lakini alitokea mtu mmoja tu huyo, Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitokea yule bwana akaona haiwezekani hapa, ishara imekuwa ni mbaya, amani ishavurugwa, amani itavurugika, ni viashiria vya kuvunjika amani. Alichofanya yule bwana Zubair ni kuwapitia matumbo ya Makuraishi matukufu pale, wakakusanyika katika nyumba ya bwana mmoja akiitwa Abdullah bin Jadaan, wakakaa pale, wakaweka kiapo kwamba mambo haya yasifanyike hapa. Maana yake nini? Ni kwamba waliweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba amani iendelee na amani ilindwe katika utaratibu waliouona wao. Sasa mahalu shahidi na kusudia kusema nini? Baada ya tukio hili kutokea, Mtume alikuwa na miaka 20, bado ni kijana, tena inawezekana ni mdogo kwa umri, hajawa mtume baada hajawa mtume, lakini alikuwa ni kijana mwenye busara, mwenye hekima, na miaka 20 ni mdogo kuliko wengi tuliokuwepo hapa. Alikwenda kushuhudia tukio lile. Mtume salama alikwenda, ni mtoto, kushuhudia tukio la watu wazima wanakubaliana jambo fulani, wanajadili jambo fulani la kuleta amani katika eneo lao. Sasa haikutosha, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume, nini alifanya? Alikaa na maswahaba zake akawahadithia tukio hili. Baada ya miaka mingi kupita, kapata utume na miaka 40, Maka na miaka 20, kaisha kwa mtume. Yawezekana mtume alisemea Maka au alisemea Madina. Kama alisemea Madina, basi alisema tukio hili baada ya miaka 30 na kidogo. Lakini mtume nini alisema? Nataka tusikilizane vizuri. Aliwaambia mimi nilishuhudia tukio ambalo nilipenda kweli kweli. Akawapa tukio hili, akalieleza, akasema sasa kama mimi nitaitwa la uduitu fil Islam, kama nitaitwa katika kuwa sasa na Uislamu huu katika jambo kama hili, la ajabtu, nitakwenda. Maana yake ni kwamba jambo hili limethibiti kisheria kwamba jambo lolote ambalo linakwenda kutengeneza, kulinda salama na amani, unapoitwa katika jambo hilo, kama wewe ni mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabidi uliitikie. Sasa maana yake ni kwamba wale ambao wanaonia za kuvuruga amani, sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuitikie katika kwenda kuilinda amani ya nchi yetu na amani yetu na amani ya familia zetu, kwa kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani itakuwa imeeleweka vizuri. Kwa hiyo amalia tuyapuuze yote yanayosemwa na hao, lakini amalia kivitendo tuwe imara katika kutetea amani katika usuluma unaokubalika. Nadhani maneno yangu dakika 5 atakuwa yanatosha, na baada ya hapo labda na mimi nitoe tu kidogo wito. Sisi kama Hayatul Ulama wanazuoni tulikaa tukaangalia kwamba vita ya kumwomba Mwenyezi Mungu ni kubwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana, tumbembeleze ili amani ipatikane na iendelee kuwepo katika nchi yetu. Na wasaili zote zimetumika wasila za asmaullah wa sifati. Qur'ani imetumika kama ni wasila, lakini vile vile tumetumia wasila wa dua za waja wema, wameomba dua, ni wasila hiyo. Lakini kuna wasila moja, basi hii wasila ya kila mmoja ashiriki, ni wasila wa al-amalu salih, kufanya amali njema alafu kutawassal kwa amali njema hiyo ili Allah atujalie. Kwa hiyo tunaomba inshallah, siku ya Jumatatu imebakia ni moja, Jumatatu imebakia. Tuna sunna ya Jumatatu, ni kawaida kufunga, Waislamu wana tabia, wengi wanafunga. Basi tukifunga Jumatatu hiyo jioni wakati wa kufuturu, basi kila mmoja atumie fursa hiyo ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ya hiyo salama na amani tunayoitaka, kwa sababu hatuna tena wasila wa amali swali kama ni funga na ni kubwa zaidi ya Jumatatu. Baada hapo ni Jumatano uchaguzi. Nadhani nakukaribisheni katika hilo na ninakuombeni katika hilo. Inshallah tukifunga Jumatatu, basi tuombe dua jioni inshallah katika hali ya pamoja. Kama mtafuturu watu 2 3 pamoja, wangapi, basi pale inshallah muombe dua maalum kutokana na kutawassal kwa amali njema ya siyamu ambayo itakuwa tumeshinda nayo katika mchana huo. Allah atuwafikishe. Aqulu ma tasmaun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.